Habari vipi mwana JMTV, karibu sana katika ulimwengu wa habari za kimataifa kutoka huko vita ya Urusi na Ukraine. Na muda huu utasikia moja pia habari kubwa ambayo imejiri muda mchache ambao umekwisha kupita. Utasikia kuhusu kila ambacho pia majeshi ya Urusi yamezidi kukiongeza ama kukifanya katika viunga vingi vya huko katika maeneo mengi ya Ukraine, ambapo wanajeshi wengi wa Ukraine wanapitia hali ngumu, hasa pia kutokana na mashambulizi makali ya Urusi. Na taarifa hivi punde ni kuhusu wanajeshi wa Ukraine wamethibitisha wenyewe kujiondoa kabisa na kukimbia katika moja ya makazi kwenye mkoa wa Zaporizhzhia, ambao Urusi mpaka sasa kwenye mkoa huo inamiliki takribani 70% kwa mujibu wa ripoti ambazo zipo mpaka sasa. Kwa hiyo utasikia pia kile ambacho wanajeshi wa Ukraine wamekithibitisha wenyewe kuhusu kujiondoa kwenye moja ya eneo huko mkoani Zaporizhzhia, ambapo majeshi ya Urusi yanaongeza kasi ya mashambulizi kila siku na kila wakati. Karibu sana na kusihi ama na kukumbusha kwamba pia unaweza ukajiunga na JMTV kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, na asante kama tayari. Na pia karibu sana katika ulimwengu wa habari hizi za kimataifa muda huu, na utasikia pia uchambuzi mpana wa taarifa hii. Karibu sana. Vikosi vya Ukraine vimethibitisha kujiondoa kabisa kutoka kijiji cha Novovasilyevsk kilichopo huko mkoani Zaporizhzhia, ambako majeshi ya Urusi yanaongeza kasi ya mashambulizi, na hii pia ni baada ya kushindwa kabisa kuhimili mashinikizo au mashambulizi makali ya kijeshi kutoka kwa wanajeshi wa Urusi. Taarifa hii pia imetolewa rasmi na jeshi la ulinzi la kusini mnamo Novemba 15, ikieleza kuwa hatua hiyo pia ni ya kimkakati na inalenga kuhamisha wanajeshi katika nafasi zilizo bora zaidi za ulinzi. Ndicho pia ambacho kimeripotiwa na jeshi la ulinzi la kusini mwa Ukraine. Hatua hii imekuja wakati ambapo eneo la Zaporizhzhia limeendelea kushuhudiwa ongezeko kubwa la mashambulizi ya Urusi tangu mwezi Oktoba mwaka huu na kuendelea hadi Novemba, hali iliyopelekea vikosi vya Ukraine kusukumwa nyuma katika maeneo kadhaa ya mstari wa mbele katika jimbo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, majeshi ya Urusi pia yameimarisha mashambulizi kwa kiwango ambacho kimezua hofu ya kuporomoka kwa baadhi ya ngome muhimu za Ukraine. Katika taarifa hiyo, jeshi la Ukraine pia limeripoti ya kuwa majeshi ya Urusi yameongeza mashambulizi yake katika maeneo ya huko Oleksandrovsk na Hulia-Ipol, ambako jumla ya mapigano karibu 40 yameripotiwa ndani ya kipindi cha saa 24 kabla ya taarifa kutolewa. Kwa miezi kadhaa, mji mdogo wa Hulia-Ipol umekuwa moja maeneo yaliyokuwa tulivu zaidi katika mstari wa mbele tangu uvamizi kamili wa Urusi uanze mnamo Februari ya mwaka 2022. Lakini hata hivyo, hali imebadilika ghafla katika wiki za hivi karibuni baada ya majeshi ya Urusi kuanza jaribio kuusonga mji huo kutoka upande kadhaa, na hatua hiyo pia inatajwa kuwa ina lengo la kuendelea kutanua udhibiti wake katika ukanda wa kusini. Kwa mujibu wa jeshi la kusini, limesema adui, yani Urusi, ameendelea kushambulia katika makundi madogo kwa kutumia mbinu za kuhepa ufuatiliaji wa angani, wakitumia miguu ya pikipiki, hasa wakati wa hali mbaya ya hewa inapopunguza ufanisi wa uchunguzi wa anga wa Ukraine. Msemaji wa vikosi vya ulinzi vya kusini, ambaye anafahamika kama Vladislav Voloshin, amesema kuwa Urusi inatumia upepo mkali, mawingu mazito na mvua kuanzisha mashambulizi ya kushtukiza, jambo lililoifanya hali ya mstari wa mbele kuwa ngumu mno. Kwa nini Ukraine imeamua kujiondoa katika upande huo? Utasikia pia hapa. Katika taarifa yake, Ukraine imesema kujiondoa kutoka Novovasilyevsk kulikuwa kwa sababu kadhaa, ikiwemo marekebisho ya mstari wa mawasiliano, upangaji upya vikosi na kulinda maisha ya wanajeshi wake. Hii pia inaashiria kuwa Ukraine imeamua kuepuka kupoteza wanajeshi katika eneo ambalo lilikosa thamani ya kimkakati ukilinganisha na uwezo wa Urusi kuendelea kushambulia bila kukoma. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mapigano katika eneo hilo yamekuwa makubwa kiasi kwamba mashambulizi ya Urusi hayajawahi kushuka chini ya mashambulizi kati ya 250 hadi 350 kwa siku, huku akitumia zaidi ya risasi 1500 za mizinga na makombora kwa kila saa 24. Jeshi limeeleza hivyo kuhusu habari kubwa ambayo pia imeripotiwa kutoka mstari wa mbele wa kivita huko mkoani Zaporizhzhia.
Kundi la uchoraji ramani la uchambuzi la Ukraine linalofahamika kama Deep State limebainisha kuwa Novovasilivsk ilikuwa tayari imeanza kudhibitiwa na Urusi tangu mwanzoni mwa mwezi Novemba, japokuwa mashambulizi ya kushtukiza ya Ukraine yamekuwa yakifanya vigumu kuonyesha mipaka ya wazi ya udhibiti. Lakini licha upinzani huo, Urusi imefanikiwa kuimarisha udhibiti katika eneo hilo. Ukraine imetangaza kujiondoa kwingineko pia. Kabla ya kutangaza kujiondoa huko Novovasilivsk, Ukraine ilikuwa tayari imetangaza kuacha maeneo kadhaa karibu na kijiji cha Revinopilia mnamo Novemba 11 mwaka huu. Aidha, siku moja kabla, wanajeshi wake walikuwa wameshakimbia vijiji vitano vingine katika ukanda huo kufuatia mashambulizi makubwa au makali ya Urusi yaliyowalenga kwa muda mfululizo, ambapo pia amiri jeshi mkuu wa Ukraine anayefahamika kama Oleksandr Syrskyi mnamo Novemba 11 alithibitisha kuwa Urusi ilifanikiwa kuteka makazi matatu katika mkoa huo, ingawa hakuyataja kwa majina kutokana na sababu za kiusalama. Kwa sasa inaonekana Urusi inakusudia kutumia msimu wa baridi kutanua maeneo inayodhibiti, huku ikitegemea kuwa Ukraine itakuwa na wakati mgumu kulinda maeneo yake mbalimbali kutokana na uchovu wa vita, uhaba wa risasi na mgawanyiko wa rasilimali za ulinzi. Katika taarifa ya jeshi la ulinzi la kusini, ilielezwa kuwa katika mikoa ya Zaporizhzhia na kusini mwa Dnipropetrovsk, Urusi ilifanya mashambulizi zaidi ya 350 katika kipindi cha siku moja, ikiwa ni pamoja na mashambulizi makali ya mizinga, makombora ya masafa mafupi, maroketi na mashambulizi ya moto ya mara kwa mara. Mashambulizi hayo yanatajwa kuwa sehemu ya mpango mpana wa Urusi wa kusukuma mbele mstari wa mapigano na kuwadhoofisha wanajeshi wa Ukraine kisaikolojia na kimwili. Licha ya mashinikizo hayo, Ukraine imedai kuwa imekuwa ikizuia baadhi ya mashambulizi ya Urusi na kusababisha hasara hasa katika vifaa na wanajeshi wao. Hata hivyo, haijatoa takwimu za kina kuhusu maeneo waliozuia ipasavyo, jambo ambalo linaashiria kuwa hali bado si shwari. Hali ya mkoa wa Zaporizhzhia, eneo la miaka mingi ya migogoro. Mkoa wa Zaporizhzhia pia ni moja ya maeneo muhimu zaidi katika vita hii ya Urusi na Ukraine kutokana na kuunganisha nchi ya Urusi na eneo la Crimea, kuwa lango la mashariki kuelekea Dnipropetrovsk, kuwa eneo la viwanda muhimu na kuwa makazi ya kituo kikubwa cha kinyuklia cha Zaporizhzhia. Tangu kuanza kwa uvamizi kamili, Urusi pia inadaiwa kuwa inadhibiti takriban 70% ya mkoa huo, hususan katika maeneo ya mashariki na kusini, ambao kituo kikuu cha Zaporizhzhia bado kiko chini ya udhibiti wa Ukraine, lakini kimetajwa kuwa katika hatari ikiwa Urusi itaendelea kupanua udhibiti wake kuelekea kaskazini mwa mkoa huo. Huu ni uchambuzi wa hali ya kivita. Kwa nini Ukraine inazidi kusukumwa nyuma? Baada ya kupitia taarifa ya kiufundi ya jeshi, kuna mambo kadhaa pia muhimu ambayo naweza nikachambua kuhusu hatua za Ukraine na mafanikio ya Urusi katika mkoa wa Zaporizhzhia. Moja ni kuhusu upungufu mkubwa wa risasi na silaha kwa Ukraine. Moja ya changamoto kubwa zinazotajwa na wachambuzi wa kimataifa ni uhaba wa silaha na risasi kwa upande wa nchi ya Ukraine. Nchi hiyo imekuwa ikitegemea sana misaada kutoka Marekani na nchi zingine za Ulaya, lakini kutokana na kuchelewa kwa maamuzi ya kisiasa, ukosefu wa makubaliano ya bajeti na mgogoro wa kisiasa wa ndani ya Marekani, Ukraine pia imepungukiwa kwa kiwango kikubwa cha silaha au upatikanaji wa silaha katika nchi hiyo. Wakati huo huo, Urusi imeongeza uzalishaji wa silaha zake za ndani, ikiwemo mabomu ya makombora, mizinga, vifaa vya anga bila rubani na risasi za kivita. Kwa hivyo upande wa Urusi una uwezo mkubwa zaidi wa kufanya mashambulizi ya mfululizo kwenda Ukraine. Mbili ni kuhusu Urusi inatumia mbinu ya kusukuma polepole, wanaita creeping advance. Katika maeneo kama mkoa wa Zaporizhzhia, Urusi pia haitumii tena mashambulizi makubwa moja kwa moja kama ilivyofanya mwanzoni mwa vita. Badala yake inatumia mbinu ya kuendelea kusogea hatua kwa hatua, wakitumia vikundi vidogo vya askari, mashambulizi ya kushtukiza, lakini pia matumizi makubwa drones za kushambulia. Hii pia inafanya iwe ngumu kwa Ukraine kutabiri hatua yake ijayo. Tatu ni hali mbaya ya hewa
imetumiwa vizuri na nchi ya Urusi. Katika mwezi Novemba, hali ya hewa ya vumbi, baridi kali na mvua imepunguza ufanisi wa ndege za Ukraine na drones zake ambazo kwa kawaida pia ndizo zinatoa taarifa muhimu za intelijensia. Urusi ikitumia vikundi vidogo vya askari wanaotembea kwa miguu na pikipiki imepata nafasi ya kusonga katika maeneo ambayo usiku na mifereji ya mvua inawalinda. 4 ni kuhusu uchovu wa jeshi la Ukraine. Baada ya zaidi ya miaka miwili ya vita, wanajeshi wa Ukraine pia wamechoka kwa kiasi kikubwa. Makundi mengi yameripotiwa kukabiliwa na ukosefu wa mapumziko, upungufu wa askari wapya na majeruhi ya wanajeshi wengi. Hivyo Urusi kwa upande wake au kwa upande mwingine basi imeendelea kufanya uandikishaji mkubwa wa kijeshi, jambo linalowapa uwezo wa kupeleka askari wapya kila mara. 5 ni kuhusu athari za kupoteza eneo kimkakati. Kupoteza maeneo kama Novovasilevsk, Rivnopilia na makazi mengine matano si tu kupoteza ardhi, ni kupoteza nafasi za ulinzi, mitaro ya mstari wa kwanza, uhuru wa kusimamia mawasiliano na uwezo pia kupanga mashambulizi ya kujibu. Kadri Ukraine inavyozidi kurudi nyuma, pia inazidi kukaribia maeneo ya wazi ambayo si rahisi kujenga ngome mpya. Mwisho, naweza nikasema kwamba pia taarifa za hivi karibuni kutoka mkoani Zaporizhzhia nchini Ukraine zinaonyesha hali ngumu sana kwa upande wa Ukraine, huku Urusi ikionyesha kasi mpya ya kusonga mbele katika mkoa huo. Kujiondoa kwa vikosi vya Ukraine kutoka Novovasilevsk na vijiji vingine kunadhihirisha mabadiliko ya mizani ya nguvu katika mstari wa mbele, na inamaanisha kuwa majira ya baridi yanaweza kuwa kipindi kigumu zaidi kwa Ukraine kuliko misimu iliyopita. Kwa sasa maeneo mengi ya kusini yanategemea uimara wa vikosi vya Ukraine, lakini ikiwa mashambulizi ya Urusi yataendelea kwa kiwango kile kile, pia kuna hofu kuwa vijiji na miji zaidi inaweza kuanguka katika wiki zijazo. Hii ndio taarifa kutoka mstari wa mbele. Hii ndio taarifa iliyoripotiwa hivi punde kuhusu pia ambacho Urusi inazidi kukifanya kutokea huko moja kwa moja mstari wa mbele wa kivita. Asante kwa muda wako, pia endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa hizi za kimataifa pia kitaifa.